Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Mchungaji Chaka Kibona, kanisa la Moravian jimbo la Rukwa, lakini ni mwenyekiti wa wilaya ya Sumbawanga mjini. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa redio yetu Baraka, nichukue nafasi hii kukukaribisha katika ibada hii, na wote kwa pamoja tuweze kusoma neno ambalo limeandikwa katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 11 mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa 13. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakualika muda huu na wakati huu tunapokwenda kusikiliza neno lako takatifu. Tunaomba Bwana uwe pamoja nasi, uwe pamoja na msikilizaji yule na mtazamaji yule. Ukawabariki Bwana katika kusikia neno hili, ili neno hili la asubuhi ya leo likapate kwa msaada katika siku hii ya leo. Amen. Tunasoma neno kutoka katika kitabu cha Samueli wa pili sura ile ya 11 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 13. Neno linasema, hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo mfalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye, na Israeli wote wakaangamiza wana wa Amoni, wakausulu Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme, na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga, naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Naye Daudi akapeleka akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, je, huyu siye Bathsheba binti Eliamu mkewe Uria Mhiti? Basi Daudi akapeleka wajumbe, akamtwaa, naye akaingia kwake, naye akalala naye, maana yule alikuwa ni mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Yule mwanamke akachukua mimba, basi akapeleka na kumwambia Daudi, akasema ni mjamzito. Ndipo Daudi akapeleka kwa Yoabu akisema, unipelekee Uria Mhiti. Naye Yoabu akampeleka Uria kwa Daudi. Uria alipomwendea Daudi, Daudi akamuuliza habari za Yoabu na habari za watu na habari za vita. Daudi akamwambia Uria, haya, shuka nyumbani kwako ukanawe miguu yako. Basi Uria akatoka katika nyumba ya mfalme, na tunu ya vyakula ikamfuata iliyotoka kwa mfalme. Lakini Uria akalala mlangoni pa nyumba ya mfalme pamoja na watumishi wote wa bwana wake, wala hakushuka nyumbani kwake. Watu walimwambia Daudi ya kwamba Uria hakushuka kwake. Daudi akamwambia Uria, je, hukutoka safarini? Mbona hukushuka nyumbani kwako? Naye Uria akamwambia Daudi, sanduku la Israeli na Yuda wanakaa vibandani, na bwana wangu Yoabu na watumishi wa bwana wangu wamepiga kambi waziwazi uwandani. Nami niende nyumbani kwangu kula na kunywa na kulala na mke wangu? Uishivyo na kama roho yako ishivyo, mimi sitafanya jambo hili. Basi Daudi akamwambia Uria, ngoja hapa leo tena na kesho, nitakuacha kwenda zako. Basi Uria akakaa Yerusalemu siku ile na siku ya pili yake, naye Daudi akamwita
naye Daudi akamwita, akara akanywa mbele yake, naye akamlevya. Hata wakati wa jioni akatoka kwenda kulala kitandani mwake pamoja na watumishi wa bwana wake, lakini hakushuka nyumbani kwake. Bwana Yesu asifiwe. Habari ambazo tunazisoma hapa ni habari zinazomuhusu mfalme Daudi aliyekuwa ni mtawala miaka 1010 kabla ya Kristo. Katika kipindi cha utawala kwa Daudi, wakati huu walikuwa wanapigana na makabila mengi yaliyokuwa wakizunguka, ikiwa pamoja na wana wa Amoni. Katika somo hili tunamwona Daudi wakati vita inaendelea, na wakati muda fulani alipoamka, alipokuwa katika jumba lake la kifalme, na alipokuwa ametoka nje akitazama mandhari ya mazingira yake, alipokuwa akitazama chini, alimuona mwanamke ambaye alikuwa anaoga. Bila shaka kwa maana ya maneno haya, yawezekana kwa kuwa Daudi alikuwa juu, alikuwa anamuona yule mwanamke chini, labda inawezekana eneo ambalo alikuwa anaoga lilikuwa ni eneo ambalo liko wazi, au kama ni bafu kwa muda huu tunaweza kusema ni bafu ambalo halikuwezekwa juu, lilikuwa wazi, lakini lilikuwa linaonekana akiwa juu gorofani. Alipomtazama yule mwanamke akampenda sana, kwa sababu yule mwanamke alikuwa ni mzuri sana, akamtamani sana yule mwanamke. Soma katika ule mstari wa 2. Lakini baada ya kumtazama yule mwanamke, Daudi alianza kumfuatilia yule mwanamke ajue ya kwamba alikuwa ni nani. Utumishi wake Daudi waliweza kumwambia kwamba huyo mwanamke uliyemwona anaitwa Bathsheba, ni mke wa Uria ambaye tayari alikuwa ni mwanajeshi aliyekuwa vitani. Baada ya hapo Daudi alituma ujumbe kwa Bathsheba akaitwe na kwenda katika jumba lake la kifalme. Alipomwita na alipofika huko, Daudi alimtafuta yule mwanamke kimapenzi, na tunaona kwamba aliweza kulala naye, wakafanya tendo la ndoa pamoja na huyu mwanamke Bathsheba. Siku chache zilizofuata, yule mwanamke alionekana ya kwamba ni mjamzito. Akapeleka taarifa kwa Daudi kwamba tayari alikuwa ni mjamzito. Jambo hili si kwamba Daudi alilipokea vizuri, lilimletea shida kidogo. Akatafuta njia gani anaweza akaachana na jambo hili, sijulikane kwamba yeye ndiye aliyehusika katika jambo hili. Alimtuma taarifa kwa Yoabu aliyekuwa mkuu wa jeshi, ili Uria aweze kurudi nyumbani. Kwa namna moja au nyingine, ni kama katikati ya vita Uria anapewa ofa na mfalme kwamba arudi nyumbani akapumzike, bila kujua ya kwamba anakwenda kupumzika kwa sababu gani. Maana Daudi alijua kabisa kwamba kama huyu mwanamke alikuwa ameshapata mimba, kumbe Uria akirudi nyumbani kwake kwa kuwa ametoka vitani, kwa vyovyote vile ataenda kulala na huyu mwanamke, na atakapolala naye, maana yake ya kwamba itaonekana ya kwamba ile mimba ni mimba ya Uria. Lakini kama Mungu aishivyo, naye Uria hakupata neema ya kwenda nyumbani. Alikuwa mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimfunulia mambo mengi, hakupata neema ya kwenda nyumbani. Akarara pale nje pamoja na watumishi wengine, na watu waliokuwepo pale akasema, bwana, Uria huyu hakwenda nyumbani kwake. Daudi akamwambia, sasa Uria, hukutoka safarini? Mbona nilikwambia uende nyumbani kwako? Akamwambia, pana bwana wangu, kwa sababu watumishi tumishi Yoabu ambaye ni kamanda wa jeshi pamoja na wengine wamelala kule vibandani. Mimi weje nirudi nyumbani nikalale katika nyumba yangu, nikalale na mke wangu wakati wenzangu wapo vitani? Jambo hili siwezi kulifanya. Alikataa. Baada hapo, siku ya pili iliyofuata ikaonekana kwamba akasema okay, basi uendelee kuwepo mahali hapa. Lakini siku ya pili iliyofuata
akamwandalia video na vyakula vingi sana. Uria tunaona kwamba aliweza kunywa, aliweza kulewa sana, lakini pamoja na hayo hakuweza kurudi nyumbani kwake. Hakuweza kurudi nyumbani kwake, akarara na mke wake, alikataa. Kwa mbinu zote ambazo Daudi alikuwa ameziandaa zikagonga mwamba, kwa sababu Uria hakukubali kwenda nyumbani kwake. Ni nini lilikuwa kusudi la Daudi katika jambo hili? Kusudi la Daudi ni kwamba Daudi alitaka Uria akirudi nyumbani na kulala na mkewe, mimba ile itaonekana kwamba ni ya kwake. Lakini mbinu za Daudi mbinu za Daudi kwa Uria zilishindwa kuweza kumfanya Uria arudi nyumbani na kulala na mke wake. Lakini hata hivyo, kama Uria angeenda kule nyumbani, angelala na mke wake, bado mimba ile singekuwa ya Uria, bado ingebaki kuwa ni ya Daudi. Zambi ni zambi. Zambi haiwezi kufichika. Zambi inaweza kuchukua muda mrefu, lakini mwisho wa yote zambi ile itajulikana tu. Zambi ni kama mimba inayokuwa taratibu. Kadiri siku zinavyokwenda ndivyo ile mimba itaendelea kukua, na hatimaye itajulikana, mwenye mimba hiyo atazaa tu. Kwa zambi ni zambi, haiwezi kufichika hata mara moja. Ni nini fundisho katika hili somo? Fundisho katika somo hili tunaona ya kwamba tamaa ya macho inaweza kumpelekea mtu kutenda zambi. Watu huanza kwa kuona na kisha kuamsha tamaa za mwili, na wakajikuta ya kwamba wamefanya zambi. Hakuna zambi yoyote ambayo inaweza ikaja kama mtu hajaona. Mtu anaona kwanza, na mtu baada ya kuona ndipo anajikuta ya kwamba anaamsha hisia zake, anaamsha tamaa zake, na hatimaye akajikuta ya kwamba anaingia katika tendo la zambi kwa kutumia macho, kwa kutazama, na baadaye akatenda zambi. Daudi alitumia madaraka yake au cheo chake kumrubuni Bathsheba ambaye alikuwa ni mke wa Uria na kufanya naye mapenzi. Mpaka sasa zana hii inatumika. Viongozi wengi au wakuu wa idara mbalimbali wameendelea kutumia madaraka walio nayo au nafasi walizo nazo kwa ajili ya kurubuni watu wengi, hasa mabinti ambao wanakuwa wanatafuta ajira katika idara mbalimbali. Wengi wameambiwa waweze kutoa rushwa ya ngono ili waweze kupata kazi katika zile idara wanazoweza kwenda kuomba kazi. Jambo hili ni baya ambalo halifai katika maisha ya mwanadamu. Mwisho, tusitumie madaraka tulio nayo kwa ajili ya kudhulumu haki za watu. Hiyo ni dhambi kubwa mbele za Mungu. Biblia katika Misali sura ya 14 mstari ule wa 34, Biblia inasema, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Amen. Pendwa msikilizaji na mtazamaji wa Radio Baraka, Mungu akubariki kwa kusikia neno hili. Linaweza kusaidia na wewe katika maisha yako jinsi unavyoishi. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako na kwa pendo wako kwa ajili ya neno hili. Bwana majeshi, utupe neema Mungu wetu wa mbinguni, ili tusije tukafanya kama Daudi aliyetumia nafasi au madaraka yake kwa ajili ya kumdanganya Bathsheba na kufanya naye mapenzi. Mungu wetu wa mbinguni, utupe roho ya utii na unyenyekevu, kila mtu katika maisha yetu aweze kuishi kwa haki yake. Na Mungu wetu wa mbinguni, tusaidie tuishi katika maisha yaliyotukuka, na tuwasaidie wanyonge wengine bila kuwadhulumu haki zao, kwa kuwa wao ni wahitaji. Mungu tusaidie tuweze kutenda haki kila mahali tunapoishi. Tusitumie nafasi au madaraka yetu kwa ajili ya kukandamiza haki za watu wengine. Tusaidie Mungu wetu wa mbinguni, utupe neema ya kujua na kutii neno lako takatifu katika maisha yetu. Amen. Kwa jina ninaitwa Mchungaji Chaka Kibona, kanisa la Moravian jimbo la Rukwa, lakini ni mwenyekiti wa wilaya ya Sumbawanga mjini. Asanteni.